Waasi wa M23 wameingia katika miji wa Kalikale mashariki mwa Kongo. M23 inaendeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo na kuingia katika mji wa Kalikale siku mbili tu baada ya marais Felix Tshisekedi wa Kongo pamoja na Kagame wa Rwanda kutoa wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao huko Katale. Milio ya risasi imesikika usiku wa kuamkia leo hii karibu na mji huo katika eneo la Nyabangi ambako mapigano yamekuwa yakiendelea kati ya waasi hao pamoja na jeshi la Kongo katika mji huo wa Kalikale wenye utajiri mkubwa wa madini ambao unapatikana takriban kilomita 125 kaskazini magharibi mwa Goma. Hayo yamearifiwa na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Amesema kwamba nchi yake inatarajia kuimarisha uwezo wake wa ulinzi pamoja na usalama kama ni sehemu ya mkataba wa ushirikiano pamoja na Marekani ambapo Washington itanufaika pia na madini ya Kongo. Katika hatua nyingine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliwapokea jana wawakilishi wa makanisa ya Kongo ambao wanajaribu kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Macron amesisitiza kuwa anaunga mkono kabisa mchakato wa mazungumzo ili kutafutia suluhu mzozo huo wa mashariki mwa Kongo. Na wakati huo huo, televisheni ya Sudani imesema kwamba jeshi la nchi hiyo linakaribia kuchukua udhibiti wa ikulu ya rais kutoka kwa kundi la RSF. Televisheni ya taifa ya Sudani imesema siku hii ya leo hii kwamba jeshi linakaribia kuchukua udhibiti wa ikulu ya rais huko Khartoum kutoka kwa wanajeshi wa RSF na kuashiria mabadiliko ama makabiliano makubwa kabisa katika mzozo wa miaka miwili ambao unatishia kuivuruga nchi hiyo. Siku ya jana Jumatano, mapigano makali yalizuka karibu na ikulu huku milipuko ikisikika pamoja na mashambulizi ya anga ya jeshi yakilenga katikati mwa Khartoum pamoja na mashahidi wa vyanzo vya kijeshi waliambia Reuters. Baada ya takriban miaka miwili ya vita, kundi hilo la RSF linadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Sudani pamoja na sehemu ya mji mkuu wa Khartoum, lakini imekuwa ikipoteza nafasi katikati mwa Sudani kwa jeshi. Makundi hayo mawili ya kijeshi yalifanya mapinduzi mwaka wa 2021 ambayo yalizuia mpito wa utawala wa kiraia. Pamoja na vita vilizuka mwezi wa Aprili mwaka wa 2023 baada ya mipango ya serikali mpya ya mpito kuzua mzozo mkali. Vita hivyo vimesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa inakiita kama ni mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huku RSF pamoja na jeshi wakituhumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu.